Mfungwa huyo ghafla aliona patasi chini na akagundua ingeweza kumsaidia kutoroka. Kwa hiyo alipokuwa akifanya kazi, wakati msimamizi hakuwa akiangalia, kwa makusudi alitupa pipa la mbao pembeni. Hili mara moja liliwafanya wengine kutoridhika, na muda mfupi baadaye vurugu zikaanza. Wakati wa mabishano, alitambaa chini ya gari la mizigo na kuificha patasi kwenye mchanga. Mara tu msimamizi mkuu alipokuja kumfukuza, Toby alijifanya ameogopa na kujificha. Msimamizi alimzuia haraka msimamizi mkuu na kusema haikuwa lazima, huku akichutama chini kuzungumza naye. Kwa siri, Toby aliichukua patasi wakati msimamizi mkuu hakuweza kumwona. Hata hivyo, mwenzake mwingine aliona kila kitu, lakini hakumripoti Toby na akaondoka tu. Kila ilipokuwa usiku wa manane na hakuna mtu karibu, alitoa patasi aliyoiba na kuanza kukata minyororo iliyomfunga. Kufikia Krismasi, wakati kila mtu alikuwa akisherehekea, Toby alikuwa karibu kabisa kuvunja minyororo hiyo. Wakati huo huo, mlango ulifunguliwa ghafla. Msimamizi alishtuka kumwona Toby akiwa huru kutoka kwenye minyororo. Baada ya kujifunza mpango wake wa kutoroka, msimamizi aliamua kumsaidia. Alirudi kwenye sherehe ya Krismasi ya bwana wake na kutoa violin ili acheze wimbo aliokuwa ametunga zamani sana. Watu wote waliokuwepo walivutwa na muziki huo. Wakati huo, Toby alienda zizini na kumkuta farasi mkali. Baada ya kusikia violin, mara moja alipanda na kuondoka. Baadaye msimamizi mkuu aliposikia kelele na kwenda kuangalia, alikuta tu minyororo iliyovunjika. Kufikia alfajiri, Toby alikuwa tayari mbali sana. Akiwa amechoka, alielekea kaskazini. Ghafla, mbwa alipobweka, alishtuka na kuamka. Toby mara moja alishuka kutoka kwa farasi na kuweka nguo zake juu ya farasi ili harufu yake iwavute mbwa wa uwindaji, huku yeye akikimbia upande mwingine. Lakini kulikuwa na mbwa wengi sana na bado walimfikia. Bila mahali pa kukimbilia, Toby alizungukwa. Wakati tu mbwa walipokuwa karibu kumshambulia, filimbi ilisikika. Msimamizi mkuu alikuwa tayari amempata mtumwa aliyekuwa ametuoka. Alipomtazama mtu ambaye siku zote alikuwa akimtesa, hasira za Toby zililipuka mara moja. Akachukua fimbo ya mbao na kukimbilia kwa msimamizi mkuu. Msimamizi mkuu naye mara moja alisisimka na kujiandaa kupigana. Mapambano makali yalikuwa karibu kuanza.